Sura ya 3: maisha na shughuli katika ulimwengu wa malaika. Katika ulimwengu wa malaika ambapo hakuna kikomo katika kasi, tunaweza kuona ulimwengu wote mzima kwa karibia muda wa saa moja. Katika kitabu cha Danieli, mara Danieli alipoanza kuomba saa 9 alasiri, malaika Gabrieli akaja na kumpa ujumbe wa Mungu. Kulingana na wanaastronomia, galaksi yetu ina kipenyo cha miaka laki ya nuru na ina takriban nyota bilioni 200 kama Jua. Zaidi ya hayo, kuna takriban galaksi bilioni 200 katika ulimwengu. Katikati ya ulimwengu mkuu ulio na galaksi bilioni 200, kuna Yerusalemu wa mbinguni, mji wa Mungu aliye hai, ambapo jumba kuu la kifalme liko. Kiti cha enzi cha Mungu kinakalia ikulu kuu. Mungu aliposikia maombi ya Danieli na kumtuma Gabrieli kwake kutoka katika kiti chake cha enzi katika mji mkuu wa ulimwengu ambao uko umbali wa miaka milioni 100 kadhaa ya nuru, Danieli alikuwa bado katika maombi. Katika ulimwengu wa malaika, hata tanuru ya moto inayowaka digrii 1000 kadhaa haiwezi kuwadhuru malaika au wenye haki. Kuna ushahidi wa kutosha wa ukweli huu. Shadraki, Meshaki na Abednego, marafiki watatu wa Danieli, walitupwa katika tanuru ya moto iliyowaka mara 7 kuliko kawaida, lakini moto haukudhuru miili yao. Katika ulimwengu wa malaika, hakuna mtu isipokuwa Mungu anayeweza kuua malaika au roho za wenye haki. Hakuna minyororo wala kizuizi cha gereza kinachoweza kuwafunga. Mtume Petro alipokuwa amefungwa gerezani, malaika waliweza kuingia kwa uhuru na kumfungulia lango, ingawa vikosi 4 vya askari vilimlinda kwa karibu, hivyo Petro aliokolewa salama. Na katika ulimwengu wa malaika, wanakula chakula kisichoonekana na kunywa vinywaji visivyoonekana. Mtume Yohana aliandika hivi. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 1. Kisha yule malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima, maangavu kama kioo, yakitiririka kutoka kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, kupitia katikati ya barabara kuu ya huo mji. Kwenye kila upande wa huo mto kulikuwa na mti wa uzima utoao matunda ya aina 12, ukizaa matunda yake kila mwezi. Nayo majani ya mti huo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Matunda ya mti wa uzima na maji ya uzima yaliyotajwa hapo juu sio kitu kinachoonekana. Ni chakula cha ajabu kilichotengenezwa na neno la Mungu. Mto wa maji ya uzima unatiririka kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, na kila upande wa mto huo umesimama mti wa uzima. Wanadamu hawawezi hata kueleza 1/10,000 ya utukufu wa ulimwengu wa malaika kwa hekima au ufahamu wao wenyewe.